kwenye taarifa tunamtazama mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu amepandishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Mei 19 tangu kukamatwa kwake mnamo Aprili 9. Ilidaiwa kuwa ni kutokana na kuitisha mageuzi ya uchaguzi na kuhimiza kususia uchaguzi ujao wa Oktoba mwaka 2025. Hata hivyo pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni, ikiwa ni pamoja na madai kwamba alichochea uasi na kuwashutumu polisi kwa utovu wa nidhamu katika shughuli zao wakati wa uchaguzi. Mpango wa awali kuhusiana na uendeshaji wa kesi hiyo ilikuwa ni kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao, hatua ambayo Lissu na timu yake ya wanasheria walipinga kwa madai ya kutaka uwazi zaidi wa mwenendo wa kesi hiyo. Baada ya kukataa pendekezo hilo, mahakama iliamuru mwenendo wa kesi kuonekana ana kwa ana ndio utumike. Kesi hii ilimuibua kiongozi wa upinzani nchini Kenya Martha Karua, ambaye alitaka kuhudhuria kesi lakini akinyimwa kuingia Tanzania kuhudhuria kikao hicho. Martha Karua, ambaye mbali na kuwa mwanasiasa na ni mwanaharakati pia na ni wakili, ambaye alitoa matamshi ya kulaani mamlaka za Tanzania na kutoa wito kwa vyombo vya kikanda kuiwajibisha serikali. Chama cha Chadema chini ya uongozi mpya wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu haukusaini fomu maalumu ya tume ya uchaguzi Tanzania, hali ambayo inawafanya kutokidhi vigezo vya kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Mimi ni Binti Minhaji. Kwa kwanza kupata taarifa zaidi kupitia TriGen Media, usisahau kusubscribe.